Tunajua si tupo wawili, kaka kijua udugu utakufa tu. Nasema na wewe shemeji. Naomba Watanzania tuelewe jambo moja. Wataalamu wetu hawa kina Dr. Mapana, wataalamu wa vyuo vyetu vikuu wamefanya utafiti, wakabaini pasipo mashaka kwamba nyumbani kwa muziki wa singeli duniani kote, nyumbani kwake ni Tanzania. Nyumbani kwa singeli ni Tanzania. Natambua kwa nini wengi wamekuwa na mjadala mzito juu ya jambo hili. Wamekuwa na mjadala mzito kwa sababu baadhi ya watengenezaji wa muziki wa singeli wametengeneza maudhui ambayo yanakiuka maadili yetu. Kosa hili haliharamishi muziki wa singeli. Wanaofanya makosa katika uzalishaji na uimbaji wa muziki wa singeli ama kucheza vibaya muziki wa singeli kinyume na maadili ya Mtanzania, wanaweza kufanya hivyo kwenye dansi, wanaweza kufanya hivyo kwenye bongo flavor, wanaweza kufanya hivyo kwenye tarabu, wanaweza kufanya hivyo kwenye muziki wowote. Jukumu letu sisi serikali kupitia wizara hii ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na kupitia taasisi yetu ya BASATA, Baraza la Sanaa Tanzania, ni kudhibiti vitendo visivyokuwa vya kimaadili katika muziki. Vitadhibitiwa kwenye singeli, vitadhibitiwa kwenye taarabu, vitadhibitiwa kwenye bongo flava na muziki mwingine wowote wa Tanzania. Kuwepo kwa vitendo visivyo vya maadili hakufuti aina ya muziki unaochezwa ama unaotengenezwa. Nikiongea kwa lugha za vijana, wahuni wakiingia kwenye muziki, hatufuti muziki, tunamfuta muhuni na uhuni wake. Sisi tumeutambua muziki huu kwamba nyumbani kwake ni Tanzania, na leo tunaanza safari ya kuutambulisha kimataifa, uorodheshwe katika orodha ya utamaduni usioshikika, utambuliwe na UNESCO. Tumeandaa mwongozo wa maadili wa wasanii. Mwongozo ule haukuandaliwa kwa kujifurahisha, umeandaliwa kwa ajili ya kushughulika na wanaotuharibia muziki wetu, na sio singeli peke yake, ni muziki wote. Sasa mwelekeo usiwe kudhibitiana, kufungiana, mwelekeo uwe kurekebishana. Naomba kuchukua fursa hii kuwapongeza wasanii wote ambao wanatengeneza muziki mbalimbali wa Tanzania kwa kuzingatia maadili, utamaduni wetu sisi wa Tanzania, kwa kuzingatia desturi zetu, mila zetu na kuhifadhi utambulisho wa Tanzania. Hilo ni jambo muhimu. Kwa wale ambao wanadhani hawezi kuimba wimbo mpaka atukwaze, acheni kutengeneza nyimbo zinazoharibu maadili ya Mtanzania. Kwa ndugu zangu wana muziki, watengenezaji wa muziki, haina sifa wala haitengenezi muziki unaodumu ukiimba mambo ya hovyo, ukitengeneza video ya hovyo. Sisi jukumu letu ni kuitengeneza singeli yenye ubora, nzuri, inayovutia, isiyokwaza watu, na mimi naamini tunakokwenda tutaelewana. Na mimi niwahakikishie wadau wa singeli, muziki huu tutaulinda. Tutaulinda, tutautetea. Watu ambao hawajauelewa tutawaelimisha, watauelewa, na tutasimamia maadili ya Mtanzania, mila na desturi zetu kwenye singeli, na singeli itabaki salama. Tunashukuru serikali yetu, tulikuwa tunaimba lakini hatukujua kama leo hii Mungu atabariki muziki kujulikana kidunia. Mimi naweza kusema tu asante sana. Tumshukuru serikali yetu, tumshukuru mama pia, Mama Samia, maana kwa utawala wake kuna vitu vingi vimejitokeza.